Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama taarifa za kwetu, karibu sana tuangazie yale ambayo hii leo yameweza kujiri na kutufikia. Tukupashe tu habari za kijamii, lakini pia udaku, habari za michezo na burudani, lakini pia bila kusahau habari za siasa. Mimi ni Official Rosdi, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Bana, tuangazie taarifa ambako mganga wa kienyeji akamatwa tuhuma za kifo cha James Temba baada ya kichwa chake kupatikana siku ya jana. Karibu sana. Hofu lakini pia simanzi zimeendelea kutanda katika jiji la Dar es Salaam baada ya jeshi la polisi Tanzania kanda maalumu ya Dar es Salaam kutangaza kufanikiwa kupata kichwa cha aliyewahi kuwa mwanafunzi wa IFM James Temba, ambaye mwili wake ulikuwa umepatikana ukiwa unaelea kwenye maji ya mto Msimbazi siku za hivi karibuni. Tukio hilo limeendelea kuzua maswali na taharuki kubwa kwa wananchi kutokana na mazingira ya kutisha ambayo yalizunguka tukio hilo. Habari hii inamhusu James Temba ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha IFM, lakini pia tukio hilo linahusisha jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam pamoja na watu 5 waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo, akiwemo mganga wa jadi anayetambulika kwa jina la Said Ali maarufu Side Mzigua mwenye umri wa miaka 31. Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam CPA Jumanne Muliro ndiye pia ambaye ametoa taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya uchunguzi huo. Polisi wameeleza kuwa wamefanikiwa kukipata kichwa cha marehemu James Temba baada ya uchunguzi wa kina ulioendelea kufanyika kufuatia kupatikana kwa mwili wake ukiwa unaelea kwenye mto Msimbazi. Aidha, watu 5 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wote wa tukio hilo lilozua taharuki kubwa kwa jamii. Taarifa hiyo imetolewa wakati ambako kamanda wa polisi alikuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake jijini Dar es Salaam. Na tukio la kupatikana kwa mwili wa James Temba ni kukumbusha liliripotiwa hivi karibuni kabla ya mwili wake kuhifadhiwa mkoani Kilimanjaro. Mwili wa James Temba ulipatikana katika maji ya mto Msimbazi uliopo jijini Dar es Salaam, huku taarifa ya kupatikana kwa kichwa chake ikitolewa katika ofisi za polisi kanda maalum wa Dar es Salaam, na tayari mwili wake ulikuwa umekwisha kuhifadhiwa mkoani Kilimanjaro kabla ya hatua hiyo mpya uchunguzi kutangazwa. Hadi sasa sababu kamili za tukio hilo bado hazijaendelea na kutolewa, zinaendelea kuchunguzwa na jeshi la polisi. Kukamatwa kwa mganga wa kienyeji pamoja na watu wengine basi kumefanya wananchi wengi kuendelea kujiuliza iwapo tukio hilo lina uhusiano na imani za kishirikina au uhalifu mwingine wa makusudi. Kwa mujibu wa polisi, uchunguzi wa kina uliwezesha kupatikana kwa kichwa cha marehemu pamoja na kuwakamata watuhumiwa 5 wanaohusishwa na tukio hilo. Polisi wameendelea kukusanya ushahidi na taarifa mbalimbali ili kuhakikisha ukweli wote unapatikana na hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya waliohusika. Je, unaona nini kifanyike ili kukabiliana na matukio ya ukatili na mauaji ambayo yameendelea kutokea katika jamii ambayo tunaishi hivi sasa? Toa maoni yako, tuangazie kwa wakati mwingine. Hii ni Biomedia, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Bye bye.